Wenyeji wa kijiji kimoja katika mpaka wa Kenya na Uganda wamejionea aina ya kioja wakati watu wawili, mwanamume na mwanamke, walipodaiwa kushikana kama sumaku na kushindwa kutengana wakati wa tendo la ndoa. Robert Wanyonyi alifika mahali hapo na kutuandalia taarifa hiyo. Kijiji cha Kamunyong'ole kilichoko karibu na mji wa Malaba katika kaunti ya Busia kiliamkia kioja. Wapenzi hawa ambao tumejaribu kwa uwezo wetu kuficha picha zao wakiwa wamebanana katika harakati za mwanamume mmoja kuamua kulima shamba la mwenzie. Ule ndugu yangu alikuwa ananipigia simu ati kuna jamaa ananyemelea yeye. Huwa yeye akitoka, huwa anaingia kwa anakuja kwake usiku, analala na bibi yake, huwa anasikia kila siku. Sasa mimi nilikuwa napingana, sikuamini ati ni kitu ya ukweli. Ajabu ni kuwa jamaa huyu ni jamaa ya mlalamishi ambaye anafanya kazi mjini Kitale. Nilipigia yeye simu nikamwambia hapa kuna mambo mbaya. Akanimwambia yeye ako kazini, ako Kitale, sasa ndio ametoka, anakaribia kwa nyumba, akasema sasa hawezi fika saa hiyo usiku. Wawili hawa wanadaiwa kugandamiana punde tu walipoanza tendo la ndoa mwendo wa saa 5 za usiku hiyo jana. Ni tukio la kushangaza lililomlazimu mwanadada kuitisha msaada wa dharura kutoka kwa shemejie. Shemeji yangu akanipigia simu akanimwambia ati hapa imesindikana, ati umekwama. Nikasema umekwama namna gani? Umefunguliwa nje? Umefungwa nje? Ati hapana, ati kuna kitu mbaya. Hati kuja. Mimi kukuja nikaingia kwa dirisha kuchungulia hivi, nikasema fungua mlango, ati mimi siwezi amuka. Hii leo asubuhi mumewe amewasili akiwa na mganga mmoja kutoka nchini Uganda, na punde vurumai likaanza. Mganga huyu kwa jina moja tu, Abdu, anadaiwa kutega dawa zilizowanasa wawili hao. Dawa ambazo ilikuwa ni sharti mwenyewe afike ndiposa wawili hao watengane. Na baada ya ganga za mganga ndipo uhuru ukapatikana. Halafu sasa kaniambia kwamba nataka unipe dawa nikiwe kama nakinga bibi yangu. Na leo amenipigia simu akasema dawa vile ulinipea imefanya kazi. Jana nilitoka asubuhi, bibi alipigia jamaa yake simu, jamaa akakuja usiku muda wa saa 4 wakaingia kwa nyumba. Nilipigiwa saa 5:30 na ndugu yangu. Tule jamaa kama ameingia kwako, lakini wanapiga nduru. Tukio la vimbwanga vya mababu ambalo limewaacha wengi wakiwa na mshangao, huku wengi wakiapa kuzilinda ndoa zao ili kuepukana na adhabu na vile fedheha kama hii. Robert Wanyonyi katika eneo la Malaba, kaunti ya Busia.